Kumainia Mungu na tena tusiwe waoga, kwa sababu kama hao watu wangekuwa waoga wangetetemeshwa na moto. Lakini hata moto Nebukadneza wakasema kwamba kuongeza mara 7, walikuwa mashujaa. Hawakutetemeka kwa sababu ya moto, kwa sababu tegemeo yao ilikuwa kwa Mungu wao, na alafu walijua na kuelewa kwamba kuna maisha mengine baada ya haya. Kwa hivyo alijua kwamba hata tukienda tutaenda kwetu. Kwa hivyo ndio hawakuwa na shida, na akawa mashujaa, na Mungu akaingilia kati na akaweza kuonekana. Na katika ile nchi ya Babeli Mungu akainuliwa kwa sababu yao. Nasi kwetu tuwe mashujaa kwa kila kitu ambacho tunatenda katika nyumba ya Mungu, kwa sababu kama vile tuliimba wimbo tukasema kwamba amekuona ananiona. Bwana sifiwe. Ni wewe amekuona, ni mimi amekiona. Ninafaa niwe katika hii kazi yake na nitende na nitekeleze. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu kama hakuwa na Paulo katika kile kisima ambao walikuwa wameenda na mashua ikaharibikia pale, hawakuweza kuruka, na aliwaambia watu ambao walikuwa nao, na ni kwa sababu ya imani ambayo alikuwa nayo, na vile alijuana na Mungu, na vile alijua matendo ya Mungu, kwa sababu kujuana na Mungu atakujulisha mengi, kwa sababu atakuwa rafiki wako wa kutembea na wewe. Kwa hivyo utajua mambo yake mengi. Kwa hivyo aliwaambia kwamba hii merikebu itapotea, lakini hakuna hata mmoja wetu atapotea. Bwana sifiwe. Kwa sababu alikuwa amejuana na Mungu sana. Kwa hivyo haikuwa shida kwake kusema yale Mungu ambaye atatenda, kwa sababu tayari anajua, kwa sababu ya kupatana na Mungu sana. Kwa hivyo Mungu anaendelea kumfikiria yale yatakuwa na yale yatatendeka. Bwana sifiwe. Na ndio ilikuwa na hao watu ambao na Shadraka na Meshaki na Abednego walielewa Mungu sana na mpango wake sana, na wakatimiliza na wakakaa katika ile njia. Kwa hivyo moto haikuwa shida kwao, kukufa haikuwa shida kwao. Ile ilikuwa kubwa kwao ni kuwaonyesha watu au watu wa nchi ile au ule mfalme Nebukadneza vile Mungu wao alivyo na nguvu na uwezo wote, na ndiye mfalme wa wafalme. Kwa hivyo Mungu ni mwaminifu, tuendelee kumtegemea, tuendelee kumpenda, tuendelee kumwabudu yeye, na tusiwe changanya. Bwana sifiwe. Tukamilike mbele za Mungu wetu, ili naye ajionyeshe katika maisha yetu, kwa sababu tunasikia vile alijionyesha. Na hao watu Mungu ni mwaminifu na hajui watu wake. Hao watu walikuwa wameshikwa mateka na kupelekwa katika nchi ya Babeli, lakini hawakuwa vile watu ovyo. Walikuwa watu ambao walikuwa na cheo, na wakaendelea kuongezwa cheo, na wakaendelea kuheshimika, na wakaendelea kujulikana katika nchi ambayo walikuwa wameshikwa mateka, kwa sababu Mungu hajui wewe uko wapi. Pahali ulipo wewe, na wewe ni wake, Mungu anakuwa pale. Bwana sifiwe. Kwa hivyo haikuwa na shida ati walikuwa wameshikwa mateka, ati walikuwa wamepelekwa Babeli na sio nchi yao. Pahali walikuwa, Mungu wao alikuwa. Bwana sifiwe. Na wewe vile uko, Mungu wako wako pale. Pahali uko, Mungu wako wako huko. Bwana sifiwe. Kwa hiyo hakuna siku yeye kuacha watu wake. Kienda, ukilala, ukiamka, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Kwa hivyo tusio watu wa kufadhaika, tuwe watu ambao ni waaminifu na wakamilifu na watakatifu. Mungu wetu
kujionyesha katika yote ambayo inahitajika katika ulimwengu. Atubarikiwe sana. Ibada yetu inaonekana imefika kwa siku ya leo.